Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani ambazo tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem za siri kubwa kila wakati tunapoziweka. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, na kuomba mtazamaji usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu ili nikufahamishe kwa undani. Rais Samia Suluhu Hassan akataa kuingia kwa ndege kuelekea taifa lile la Equatorial Guinea kuhudhuria kikao cha marais ambacho kimeandaliwa, ila tu akaamua kumtuma Emmanuel Nchimbi. Nitakueleza sababu ambazo zimechangia haya yote kuafikiwa. Vile mnajua, Rais Samia Suluhu Hassan tangu ajichague kuwa rais wa Tanzania kwa kile ambacho kilisemekana ni uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025, Samia tangu wakati huo hakuwa anaenda mataifa mengine ama mataifa ya ughaibuni, ila tu tulimuona akitembelea mataifa mawili tu ambayo alitembelea mwaka huu wa 2026. Taifa la kwanza ni Dubai na taifa la pili ni Ethiopia. Lakini sasa kuna mkutano ambao unafanyika kule Equatorial Guinea. Samia alisusia, akaogopa, hakuenda pale. Nitakueleza sababu, ila tu aliamua kumtuma makamu wake ambaye ni Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa hivi tunapozungumza amefika kule Malapo nchini Equatorial Guinea. Kuna mkutano wa marais ama wakuu wa mataifa mbalimbali ambao mkutano mkuu huu unafanyika, ambao uliweza kuratibiwa kufanyika kule Equatorial Guinea, na ni mkutano ambao unahusisha jumuiya ya nchi za Afrika, Caribbean, Pacific, utakaofanyika kuanzia tarehe 27 leo mwezi huu wa 3 hadi tarehe 29 mwezi huu wa 3 mwaka huu. Katika mkutano huo, Tanzania itapata fursa ya kuwakilisha vibao mbele vyake vya kitaifa pamoja na kuchangia kuunda mwelekeo wa mikakati mipya ya jumuiya hiyo inayoelekea kutimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo ni mwendelezo wa jitihada za kuendelea kushiriki kikamilifu katika majukwaa ya kikanda na kimataifa na kudhihirisha mchango wa nchi katika mijadala ya maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Kwa hivyo makamu wa rais Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na viongozi mbalimbali wanaoshiriki mkutano huo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kimaendeleo. Lakini Samia aliogopa, akasema hawezi kuhudhuria mkutano huo wa marais kule Equatorial Guinea. Kwa nini aliweza kususia na akamtuma Emmanuel Nchimbi? Kuna mkutano ama kikao ambacho kilihusisha viongozi ama marais hivi karibuni, mkutano ambao uliweza kufanyika kule Addis Ababa, Ethiopia, na rais mwenyewe alikuwa pale, ambaye ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Na wakati ulifika marais wala ambao wamechaguliwa hivi majuzi kusalimia marais wengine, lakini Samia Suluhu Hassan
alinyimwa nafasi ya kusalimia marais wengine licha ya yeye kuchaguliwa hivi majuzi. Sijui ni vile waliona aliweza kujichagua yeye mwenyewe kwa sababu maandamano yalikuwa Tanzania. Lakini tukaona marais wale ambao waliteuliwa hata kabla ya yeye kuteuliwa ama kuchaguliwa hapa Tanzania wakisalimia watu wakisema sisi tulichaguliwa 2023, 2024, lakini yeye wa 2025 hakupewa nafasi. Tulimuona rais wa Namibia ambaye ni mwanamke pia kama Samia Suluhu Hassan katika mkutano ule ambao ulifanyika kule Ethiopia, anaitwa Netumbo Nandi Ndaitwah. Alichaguliwa kama rais tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka jana 2025. Alipewa nafasi akasalimia marais, akasema vile aliona uchaguzi uliweza kufanyika, kumaanisha alichaguliwa 2025 mwaka jana. Na rais mwingine alipewa nafasi katika mkutano huu ulifanyika Addis Ababa Ethiopia, sio mwingine ila tu ni rais wa Gabon ambaye anaitwa Clotaire Nguema ambaye alichaguliwa tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2023, mapema sana, hata sio mwaka jana, kupitia mapinduzi ya kijeshi. Akapewa nafasi akasalimia marais. Na rais mwingine tulipokuwa tunafuatilia mkutano ule ni rais wa Ushelisheli, yani kwa kizungu ama Kiingereza ama kiungenge tunasema Seychelles, ambaye anaitwa Dr. Patrick Hamin aliyechaguliwa tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Yani huyu aliweza kumtangulia Samia Suluhu Hassan siku 3 peke yake kuchaguliwa kuwa rais. Hao walipewa nafasi wakasalimia marais wengine kule Addis Ababa Ethiopia, wakatoa experience vile wameweza kufanya kura ama uchaguzi wa mataifa yao. Lakini Samia alikuwa pale, hata hakutambulika kama ni rais, hakuitwa hata jina, yani awe recognized kwamba yeye ni rais. Alichaguliwa hivi majuzi na yeye ni mwanamke kama yule wa Namibia ambaye anaitwa Netumbo Nandi Ndaitwah. Yeye hakupewa nafasi. Huenda hili ndilo liliweza kuchangia yeye kususia mkutano ambao uliweza kuandaliwa wakati huu kule Equatorial Guinea. Na kile ambacho ningependa kusema, katika ulimwengu huu ukifanya mabaya huwa watu wanakuona, na wengi wanajua tu Samia Suluhu Hassan aliweza kutekeleza maovu baada ya kuangamiza Watanzania wengi. Aliweza kukandamiza Watanzania wengi kufuatia uchaguzi uliofanyika hapa Tanzania. Akamzuia Tundu Lissu hakuwania kiti cha urais, akazuia Mpina wa ACT wa Zalendo hakuwania kiti cha urais. Kisha baadaye akazima interneti. Kisha baadaye akaamua kupambana na kutumia nguvu nyingi kupitia vyombo vya dola kuangamiza Watanzania, na hadi kufikia sasa idadi kamili ya wale ambao waliangamia haijatangazwa na serikali ya Tanzania. Huenda haya yote ndiyo yaliweza kusababisha yeye kutotambulika, na akaona hawezi kwenda pale kwa sababu hata angeenda huenda hangepewa nafasi tena ya kuzungumza, kwa sababu huu ni mkutano wa pili angehudhuria baada ya mkutano ule wa Ethiopia, kwa sababu walipoenda kule Dubai sio mkutano wa marais, alienda pale kwa shughuli za kuweka mikakati, kutia sahihi makubaliano hapa na pale. Ndio maana tukaona ya kwamba baada ya kusafiri kule Dubai, miliki za Kiarabu wamechukua shamba hapa kwetu Ngorongoro, shamba ya Wamaasai wamechukua. Hata ukienda pale kodi inabadilika, inaonyesha ya miliki za Kiarabu. Kwa hivyo Emmanuel Nchimbi ndiye aliweza kumwakilisha katika mkutano huu ambao unaanza leo ama ulianza leo tarehe 27 hadi 29. Mkutano huo
unaendelea. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan alikosa kuhudhuria kikao hicho ambacho kinahusisha marais wa mataifa mbalimbali. Tukipata taarifa zingine tutawafahamisha tu. Kufikia hapo, naomba kutamatisha hii kanda. Tukutane kwa kanda ambayo nitaileta hapo baadaye, lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho. Subscribe kwa kubonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Kwaheri kwa sasa.